wangu. Mungu wangu, Mungu wangu. Lucky! 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 Wagena? Jana mbaki wapi? Nyuma hivi. Hebu tuende tukamwangalie. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Msafiri. Wewe jamaa. Halo, mchezo wako nimekushtukia wewe. Mchezo gani tena? Mtawi. Mchezo wako nimeshtukia mwanangu. Wewe ndugu yangu. Tulia. Yaani Msafiri, wewe ndio umenileta mlimani huku ndugu yangu. Sasa hivi tena unanikataa? Mimi bwana, nimeona kama una mchezo tofauti. Nimefanya nini Msafiri? Basi, Nini shida? Wewe. Shida nini? Nini tena? Unafanyaje? Jana jikazi. Usinishike, yani maumivu nayasikia. Pole sana Gena. Utakuwa sawa. Mimi kuna dawa naifahamu ambayo inaweza kumponyesha Gena, na tukitafuta humu mlimani tunaweza tukaipata. Lakini Loki, hayo tumeyataka wewe. Mimi nikwambia turudi nyumbani, wakasema tufike huku juu. Ona sasa tunayapitia humu. Gena na wewe mbavu mbili mtabaki hapa. Sawa. Wewe Loki tuondoke. Mbavu mbili. Make sure mnakuwa salama. Okay, sawa. Fanya chakula. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuza sadaka ya nguvu za mlima. Ukisikia sauti msituni usitike, ukiona Bwana Msawiri. Ndio. Nimekuita hapa. Kuna mchongo mmoja hivi ambao nataka tuufanye. Mchongo gani huo baba? Kuna mlima fulani hapo unaitwa Mlima Nyeria.
ule mlima wa Bwana Msauye kwenye kilele pale una hazina nyingi sana, ni gold tu afu pure. Nikasema hili dili siwezi kulifanya peke yangu, nitafute kamanda tukalipambania hili dili. Ni kweli unachozungumza huko sahihi, lakini brother, nimetafuta maisha kwa muda mrefu sana. Sawa. Hatimaye Mungu sio Asumani, nimeweza kubahatika kupata kazi. Okay. Siku mbili nyuma hapa. Kiukweli niwe tu muwazi, hiyo kazi yako siwezi kushiriki kwa sababu tayari nilichokuwa nakitafuta nimeshapata. Nimepata kazi nalipwa 200,000 kwa mwezi. Kwa hiyo nimeona inanikizi mahitaji yangu. Kwa hiyo sina uhakika kama naweza kushirikiana na wewe. Yaani unasema kazi ya kuajiriwa, sio? Lakini mimi dira ambalo naenda kukupa ni dili la kutengeneza, sawa? Biashara za kwako, utaajiri vijana wewe, sawa? Mfano ukiwa na bilioni 10 hapo, wewe utaajiri wewe Msauye unalipwa 200,000 ndugu yangu. Ni dili la maana. Acha kazi za kuajiri, kulipa 200,000 hela ndogo hiyo na wewe. Hapana kiukweli. Labda tu nikuambie kitu kimoja. Unajua maisha hayatafutwi kwa nguvu, maisha yanatafutwa kwa kutumia akili. Akili nyingi, nguvu kidogo. Hazina zipo. Ila kwa sababu wewe umeamua kuonekana, mimi nimekushirikisha jambo la hela, umeamua kuonekana. Ila siku ukikuta na miliki range, na miliki nyumba nzuri kama hizi, usije ukanishobokea. Wewe ni mwanangu, sikutaka kutenga kwa hili. Ila kwa sababu umekataa hizi, okay, siwezi kukulazimisha sana. Anayekuonyesha njia ya mafanikio ndio rafiki. Lakini kwa sababu mimi nimekataa, siwezi kulazimisha. Unajua rafiki wa kweli anakuonyesha penye mafanikio. Nikaona acha nikushirikisha. Ila kwa sababu napenda kuwa maskini, sio okay, siwezi kulazimisha. Haya yote Msafiri ndio amesababisha. Mimi sikuwa na mpango wa kuja kabisa huku mlimani, lakini yeye alinilazimisha na nilimkatalia kata. Kwa hiyo leo hii mimi ni wakufa huku najiona ndani ya huu mlima? Hapana, haiwezekani. Lazima nirudishe nyumbani. Ngoja. Usipande mlima wa ajabu, kileleni kuna siri ya damu. Wengi waliingia kwa tamaa, lakini hakuna aliyerudi. Usipande mlima wa ajabu. Lakini haya yote haya ameataka Roki. Unakumbuka mimi nilisema turudi nyumbani? Nyie mkalazimisha tuje huku. Haya, mnaona kinachoendelea? Unaona? Mimi ni muoga, si ndio? Hapana, Jena. Ni muoga, si ndio? Hapana, Jena. Ndani ya mlima hali ni tete. Kwa macho yangu mawili nimemshuhudia Kiuta akigeuka kuwa jiwe. Yaani mimi naogopa sana Jena. Tafute njia tuweze kutoka. Kama tutaendelea kung'ang'ania kubaki kwenye mlima, yatakao tukuta ni makubwa. Sote tutakufa. Msafiri, naomba nirudishe nyumbani Msafiri. Haiwezekani umenileta huku mlimani, mimi nimekuja kuteseka. Nimeacha kazi za maana huko mjini, kazi za hela. Mshahara 200,000 kwa mwezi. Nimekuja kupata tabu huku, natafuta kitu ambacho sikioni na ambacho sijui kimehifadhiwa wapi. Na aliyehifadhi ni nani? Msauye, tambua huku tumekuja kutafuta hazina na tumekaribia. Unakata tamaa mapema hivyo? Mimi sipo tayari kuendelea kutafuta hiyo hazina. Siko tayari kabisa Msafiri.
Mimi naomba nipeleke nyumbani. Unanipeleka nyumbani unipeleke? Wewe unataka kurudi nyumbani? Sasa ambacho wewe uelewi hapo ni kitu gani? Mimi naendelea kutafuta nini huku? Njia iko wazi. Hapana Msafiri, unanipeleka nyumbani unipeleke? Hapana, mimi siwezi kurudi nyuma mpaka nifikie kwenye hazina. Msafiri, nipeleke nyumbani. Halo, nimekwambia sikupeleke. Msafiri, unanipeleka nyumbani unipeleke? Wewe usinikunje. Peleka nyumbani unipeleke. Hebu achia. Nipeleke nyumbani. Unanipeleka nyumbani. Usitaki kupima imani. Jamani, vipi? Peleka nyumbani unipeleke. Acha ni upumbavu huo. Eti jamani. Huu sio wakati wa kugombana. Tupo kwenye hatari, afu na ugombana. Huu ni wakati wa kuokoa maisha yetu. Sawa? Mimi siwezi nikaendelea kukaa kwenye huu mlima. Dawa hiyo ndio hiyo. Una uhakika hiyo ndio dawa? Ndio yenyewe. Una uhakika ni dawa hiyo? Ndio yenyewe. Majani mengine ni sumu. Ni sumu wapi? Na wewe mkaleta jani huko tu nani bana? Tuondoke. Sawa. Namwambia nirudishe nyumbani, hataki. Na huyu ndo anayejua njia ya kwenda nyumbani na ndo aliyetuleta huku mlimani. Mimi siwezi kuendelea kukaa huku. Kwa hiyo kigombana ndo atakuonyesha njia? Mbona tunatafuta kitu hata ambacho ambacho hatukioni, hatukijui. Tupo kwenye hatari afu naanza kugombana vipi? Bwana Magana, mwambie huyu asirudie tena kunishika. Sawa? Wewe ukirudia inaonekana wewe ndo mkorofi. Sawa? Twende. Usipande mlima wa ajabu, kilele kuna siri ya damu. Wengi waliingia kwa tamaa, lakini hakuna aliyerudi. Usipande mlima wa ajabu, usiku una macho mengi.
Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ama Fikaje hapa? Mbona siri umetokea hapa? Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuza sadaka ya nguvu za mlima. Ukisikia sauti msituni usitike,